ushuhuda wa maisha yetu kama Wakristo wa Katoliki unahitajika sana katika ulimwengu huu wa leo. Lazima tukubali kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu. Lazima tukubali kumshuhudia Kristo katika sehemu mbalimbali, kuanzia katika ngazi ya familia zetu. Tumhubiri Kristo, tumuishi Kristo, tumtangaze Kristo. Tukienda katika jumuiya, hali kadhalika hivyo hivyo, katika kanda zetu, katika parokia zetu, na hata katika dekania yetu. Tumeitwa kuwa washuhuda wa neno la Mungu kwa maneno na matendo. Tunamshuhudia. Leo tunapofanya hii sherehe ya dekania Mtakatifu Yosefu mfanyakazi somo wetu, tuingie pia kwa kumwangalia Mtakatifu Yosefu, lakini hasa katika hili alilopewa au katika hili ambalo sisi tumelichagua la mfanya kazi. Na tujiulize kuwa mimi nafanya kazi? Katika nyakati zetu, kazi hasa za mikono zimeonekana kama ni laana. Wengi hawapendi kufanya kazi za mikono, kuwa ni kazi za watu wasio na kipato, mahoe hahe. Ni kazi ambazo za watu ambao hawakusoma. Ni kazi ambazo hazina tija katika maisha yetu, kazi za mikono. Lakini Mtakatifu Yosefu somo wetu, yeye alijikita katika hilo. Aliona wazi kuwa anahitaji mahitaji yeye mwenyewe, lakini pia mchumba wake Maria na mtoto wake huyo aliyemrithi Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye kama baba anahitaji kuwasaidia hawa ili waweze kuishi. Kwa alitumia kila aina ya mbinu ili kuhakikisha kuwa anapata kipato kilicho halali cha kuitunza familia ile takatifu. Na hakuwa na mbadala, aliamua kuingia kufanya kazi ya useremala. Kwa Wayahudi kazi mbili zilidharauliwa sana katika maisha yao. Ya kwanza ilikuwa ni kazi ya uchungaji, kuchunga mifugo. Aliyechunga mifugo alikuwa ameshashindwa kazi zingine zote duniani, akaangukia kwenye kuchunga mifugo. Kazi ya pili ilikuwa ni ufundi seremala, tengeneza furniture. Huyu naye alionekana hana alternative nyingine yeyote. Sasa iliyobaki yeye apambane na miti tu, kwa sababu binadamu hamwezi. Kwa hawa hawakuthaminiwa, hawakupewa nafasi yoyote katika jamii. Na hata katika vikao mbalimbali watu walikuwa wanakaa wanaongelea mambo fulani. Ukinyoosha mkono unataka kusema kitu, wewe kama ni mchungaji au kama wewe ni fundi mbao, wewe unaambia kaa chini, una neno wewe, utatuambia nini sisi? Lakini Mungu wa ajabu ni katika hali hiyo hiyo ndiyo anajionyesha kwa mara ya kwanza. Yaani Mungu anapozaliwa, Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa pale Bethlehem, wa kwanza kumuona walikuwa ni hao wachungaji, hao waliodharauliwa. Lakini Mungu anamchagua huyu anayeshughulika na mbao, huyu kazi nyingine iliyodharauliwa, ndio aitunze familia takatifu. Kitu ambacho tusingeweza kukitegemea katika jamii ya Wayahudi. Mungu alitaka kutufundisha kuwa tusidharau kazi wala tusichague kazi. Na hizi kazi watu siku hizi kazi wanaona ya maana ni ile kukaa kwenye kompyuta na kuangalia vitu fulani hivi. Hiyo ndio inaonekana kazi. Zingine hizo sio kazi.
kukaa ofisini, kupokea watu na kuondoka. Hiyo ndo kazi hiyo. Na utakuta wengine sasa hivi kwa huyu atafanya hii, huyu ataenda huko bustanini. Hata katika jumuiya zetu za kitawa za mapadri wanaonekana wengine, nyie mtalima bustani, huyu atakaa ofisini. Na mtu hataki hata kugusa kwa kidole chake kazi fulani. Si kweli. Tusichague kazi na tusibaguane katika kazi. Ni kweli kuna kazi ambazo zinahitaji utaalamu fulani, watu wakazifanye, lakini usidharau kazi nyingine. Tufanye kazi. Hata vijana wetu wengi sasa hivi wanakimbia kufanya kazi, yaani hawataki kufanya kazi. Yaani akiamka asubuhi anajiingiza kwenye mambo mengine. Maana Paulo alisema hivi, kwa sifanye kazi na asile, kwa sababu amesikia miongoni mwa watu kuwa wako ambao ni kujiingiza tu kwenye vikazi vya wengine. Wao hawataki kufanya kazi wala kugusa kazi. Nasema ninawaamuru kwa jina la Bwana watu hao wafanye kazi, na wasipofanya kazi wasile. Huyu ndiye mtakatifu ambaye sisi tumemchagua katika dekania yetu atuongoze. Mimi nafanya kazi. Wakati mwingine tunaishi katika umaskini kupindukia, katika ardhi yenye utajiri wa kutisha, ila kwa sababu watu hawataki kuingia katika kutenda kazi. Anataka kila kitu kije tu. Biashara za chuma ulete hazipo sasa hivi, na hata waliofanya hawakufanikiwa kwa namna yoyote ile. Tumuombe Mtakatifu Yosefu atufundishe kufanya kazi, lakini kubwa atufundishe pia kupokea kazi yeyote. Tusibague kazi. Ni katika kazi hizo ndio zitakazotufanya sisi kumkiri Kristu, Mungu na uumbaji wake. Na ndio maana amesema hivi kuwa atakayenikiri na mimi nitamkiri, atakayenipokea na mimi nitampokea, atakayenikana na mimi nitamkana. Mimi sielewi kwa nini. Mtaniambia baadaye. Hapo sasa hivi unajua kanisa Katoliki lisheka utaratibu kuwa mahubiri yanapotolewa bwana, wewe usiulize, usifanye nini, mara moja wala watu waulize. Ila baadaye mtaniambia hivi, kwa nini watu waingie kwenye hii mikopo gani inaitwaje, kausha damu? Yaani kwa nini mtu aingie kwenye mkopo wa kausha damu, Mkatoliki mzuri hivi, katika dekania hii ya Yosefu Mfanyakazi? Tumeshindwa kweli kukaa sisi kuandaa sakosi fulani ambayo tutawaruhusu waamini wetu na wengine kuja kukopa mikopo ambayo ya interest kidogo sana, mpaka waingie kausha damu. Watu wanauza nyumba, wanakimbia, wanavunja ndoa zao kwa sababu ya mikopo ya kausha damu. Ni uvivu wa kufikiria na ni uvivu wa kufanya kazi. Lazima tuone na umuhimu wa kukutana, kukaa pamoja na kuona nini, yani focus yetu, kesho yetu ni nini. Na kila kunapokucha watu wanabuni mbinu mpya ya kula pesa. Yani kila siku inayoitwa leo, yani watu wamekaa, wengine wamekaa ndio huko kwenye AI wanaangalia, wengine wamekaa kwenye kila kitu. Yani kutokana na teknolojia ya sasa, watu wanaangalia hivi, nitafanya nini niweze. Na matapeli wanaongezeka kila siku inayoitwa leo, na mitindo mipya ya wizi. Tulioni hili kama ni janga ambalo linaikumba jamii yetu sasa, na tuone namna gani ya kuwasaidia wote wanaoteseka na kutaabika. Tukiwajengea waamini wetu misingi mizuri au ushauri mzuri wa uwajibikaji, kutenda kazi, na wakaokuza kipato chao, watazisaidia familia zao katika kusomesha vizuri watoto, lakini pia
watalisaidia pia kanisa. Lakini kama tukifanya hivi, tukiridhika tu twende, mchungaji unasikia kabisa kuwa waamini wako 3 4 wamekamatwa na mkopo wa kausha damu, unasema hivi kwa wacha wakome. Hawakomi wale, tunakoma wote. Wote tunateseka katika hilo. Kwa tuone umuhimu jamani wa kumwiga Mtakatifu Yosefu katika maisha yetu. Na tuone kuwa dekania hii muone ni mnaweza kutengeneza fursa mbalimbali za kuwasaidia watu kukua zaidi kiroho. Kuwa na semina nyingi, kuwa na makongamano, kuwa na vitu ambavyo vinasaidia watu kukua kiroho, lakini pia bila kuacha kazi za maendeleo. Nafahamu hai maisha habari ya contemplative life na active life. Najua yapo katika mashirika yetu mbalimbali. Lakini hata sasa hivi wale contemplative sasa hivi wanaanza kutoka kutafuta kufanya kazi. Sasa unaweza kujikuta kuwa mtu anaingia asubuhi hapa anasema hivi kuwa mimi nimekuja mimi nasali. Piga magoti hapa, ameachiwa na kanisa wazi hapa. Yuko mbele ya Yesu Ekaristi hapa. Saa 12 mpaka 12 jioni. Ufanye kazi. Kimuuliza vipi, anasema hivi kwa neno la Mungu linasema kwani ndege wanajishughulikia chochote? Mimi nitapata chochote mikononi mwa Bwana. Kweli fanya kazi. Anya maparoko wafukuzeni watu wanaokaa zaidi ya masaa 6. Hawa ni wavivu, wanakimbia familia zao, wanakimbia majukumu yao, wamekuja kukaa huko. Wewe masaa 6 upo huko unafanya nini? Leo masaa 6, kesho masaa 6, kesho kutwa 6. Una nini? Novena imeisha, umeanza nyingine ya masaa 6 hayo tena. Watoke wakafanye kazi. Mkafanye kazi, sala na kazi. Mtakatifu Benedikto wa leo anatufundisha kuunganisha mambo mawili, sala na kazi. Sasa mimi sala tu, utakula nini? Au mimi kazi tu, hiyo roho yako na yenyewe itashibaje? Haya mambo mawili lazima yaende pamoja na yasaidiane katika kuhakikisha kuwa mwanadamu aliyeumbwa mwili na roho anakuwa vizuri, roho yake na mwili wake. Mmenielewa? Naona mkafanye hivyo. Tumsifu Yesu Kristo.